السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Enyi Islam, baada ya kuihusia nafsi yangu na kuwahusia nyinyi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tukumbuke kuwa ndugu zetu Waislamu dunia nzima wapo katika mji wa Makka. Ndugu zetu Waislamu dunia nzima wako katika mji wa Makka, kwa wale ambao wamewafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kufanya ibada ya haji. Kwa hiyo pale kuna Waislamu kutoka sehemu zote duniani. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Waislamu hawa wameitikia wito na wametekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kutekeleza nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu, nayo ni nguzo ya haji. Enyi Waislamu, Waislamu walioko Makka leo hii, kazi yao kubwa baada ya kuwa wamefika na kufanya umra, kwa wanaofanya ibada ya tamattu, kazi yao kubwa ni kuswali katika msikiti wa Haram, msikiti wa Makka, na kufanya ibada mbalimbali, kusoma Qur'an, kuomba dua mbalimbali, na kuleta adhkari mbalimbali, kujisomea dini yao, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aondoshe matatizo yao na matatizo ya watu wao, na kuombea amani na usalama, wama ila dhalik. Hiyo ndiyo kazi ya Waislamu ambao wamefika Makka kwa ajili ya ibada ya haji. Na Waislamu wengi wanafanya ibada ya tamattu, ambayo unakusanya umra pamoja na hija, na wako wanaofanya ifrad na wako wanaofanya qiran. Vyovyote vile, baada ya kuwa wamefika, kwa anayefanya ifrad mfano akafanya tawaful qudum na mengineyo, mtu huyo anasubiri tarehe 8. Tarehe 8 inaitwa yaumu tarwiya. Ni siku ambayo asili ni siku ambayo ilikuwa Waarabu wanapeleka vyakula, maji, maandalizi ya watu ambao wataenda kwa ajili ya kwenda Arafa. Kwa yaumu tarwiya ni siku ambayo watu wanapeleka vifaa mbalimbali, na kuanzia mchana dhuhuri watu wanaingia Mina pale yaumu tarwiya. Na tarehe 9 ni siku ambayo watu watoka Mina wanaelekea Arafa, na usiku au maghrib ya mwezi 9 watu watoka Arafa wanakuja Muzdalifa, wanalala Muzdalifa. Asubuhi baada al-fajr mubashara watu watoka Muzdalifa wanaenda Mina tena kwa ajili ya kupiga mawe katika jamarati 3. Wakitoka hapo, kwa wale wenye uwezo wanaenda moja kwa moja Makka kwa ajili ya kufanya tawafu ifadha, tawafu ya haji pamoja na sa'i. Wakimaliza wanakuwa wameshamaliza nguzo zote 4 za haji. Wanarudi Mina
kwa ajili ya kukamilisha wajibat kama vile kulalamina na kurusha mawe wama ila dhalika. Wanasubiri mwezi 12 kwa wale ambao wana haraka, faman taajjala fi yawmayn fala ithma alayhi. Mwezi 12 wanaondoka kwa wale ambao wana haraka, na wale ambao wanachelewa mwezi 13 wanaondoka, na hapo wanaenda kufanya tawafu alwadaa, tawafu ya kuaga katika haram, katika Kaaba. Wanatufu tawafu ya kuaga ikiwa muda wa safari umefika, na hivyo kurejea makwao. Hapo ibada ya haji itakuwa imekamilika kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa walioenda kule. Nini wajibu wetu sisi katika masiku haya? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo ameitoa Imam Bukhari katika sahihi yake, anasema ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Hakuna masiku ambayo matendo mema katika masiku hayo yanapendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko masiku haya. Kwa maana kufanya matendo mema katika masiku haya kunapendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko masiku mengine. Anasema ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani al-ashr, masiku 10 ya Dhulhijja. Faqalu ya Rasul Allah, masahaba wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume wa Allah, wala al-jihadu fi sabilillah, hata yule ambaye atakuwa katika jihad fi sabilillah jihadi yake inakuwa si bora kuliko yule ambaye atafanya matendo mema katika masiku 10 ya Dhulhijja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala al-jihadu fi sabilillah, ndiyo hata jihadi fi sabilillah, illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye ametoka katika jihadi binafsihi, ametoka yeye mwenyewe binafsi, wa malihi, akatoka na mali yake, kwa maana akaitolea nafsi yake na mali yake katika jihadi fi sabilillah, falam yarji min dhalika bi shay, ikawa hakurudi na chochote, hakuna kilichorudi katika hao, haikurudi mali wala nafsi yake haikurudi, kwa maana amekufa shahidi katika jihadi ya kisheria. Huyu ndiye ambaye anaweza akamshinda huyu ambaye ameishi katika masiku haya 10 ya Dhulhijja akafanya matendo mema. Ayuha almuslim, hii inaonyesha kuwa waislamu ambao tumebaki, waislamu walioko hija na matendo yao ya haji pamoja na matendo mema haya mengine, lakini wana ziada. Sisi tunaobaki huku, nini wajibu wetu? Je, sisi tunaangalia tu katika TV na kuangalia Arafa na kufurahia na kuangalia haji, kuangalia haram, kuangalia tunavyotufu na kufurahia na kusema mashallah waislamu wengi? La yakfi. Sisi wajibu wetu ni kukithirisha matendo mema katika masiku haya, ni kukithirisha kuswali swala za sunna, ni kukithirisha kufunga, ni kukithirisha kutoa sadaka, ni kukithirisha kuwatembelea wagonjwa na kuwasaidia wasiojiweza. Ayuha almuslimun, pia amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma min ayamin a'zamu 'inda Allah wala ahabbu ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-'ashr. Hakuna masiku ambayo ni matukufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni matukufu zaidi na ni makubwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na masiku ambayo yanapendeza zaidi, anayapenda zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, min al-'amali fihinna min hadhihi al-'ashr, katika kufanya matendo mema katika masiku hayo kuliko masiku haya 10. Kufanya matendo mema katika masiku haya 10 kunapendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko katika masiku mengine. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, faakthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid, kithirisheni katika masiku haya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kuleta adhkari mbalimbali, kusoma Qur'an, kuleta auradi mbalimbali, kusema subhanallah walhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar, kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuleta adhkari mbalimbali, kusoma Qur'an, kukaa msikitini muda mwingi kwa ajili ya kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kufanya hivyo kunapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya. Ayuha almuslimun,
hadithi hii ameipokea Imam Ahmad katika musnad wake an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ayuha almuslimun, na katika hayo ni kukithirisha dua, kuziombea nafsi zetu, kuwaombea watoto wetu, kuwaombea marafiki zetu, kuombea kazi zetu, kuombea biashara zetu, kuombea vilimo vyetu na kuombea ndoa zetu, kuombea matatizo yetu yaondoke kwa usalama, kuombea amani, kuombea usalama na utulivu. Haya yote yanahitajika yafanywe katika masiku haya. Haya ni masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakithirisha kukubali dua za waumini. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah ameahidi, amesema Mola wenu niombeni na kujibuni. Wapi? Muda gani? Popote utakapokuwa, muda huu ndio bora zaidi. Pamoja na kuwa kumuomba Allah ni muda wowote, lakini muda huu ni katika mida mizuri zaidi ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Achana na habari zingine za kwenda kutamazamia maramli madude gani, kwa hiyo tuna matatizo hayaondoki, mganga fulani atakuondoshea. Hayo ni matatizo. Acha ni kujitafutia laana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Acha kwenda kwa waganga wapiga ramli wanaokupotosha na kukuingiza katika matatizo na kukuingiza katika shirki. Acha mambo haya. Haya ni mambo yanayokuletea mikosi katika maisha yako, mikosi katika watoto wako, mikosi katika mali zako. Unaweza ukaona unapata matatizo hayaondoki, ni kwa sababu unafanya mambo machafu. Na mambo machafu usidhani ni zina peke yake. Zina ni sehemu ya mambo machafu, lakini mambo makubwa machafu zaidi ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwenda kutafuta mapaka madude gani, eti umetumwa na mganga kwenda kuchinja madude gani, kwenda kuambiwa kapake nini. Haya ni mambo ya ajabu kabisa. Huu ni uchafu wa kuamini kwamba kuna atakaye kusaidia zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuegemea viumbe badala kumwegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni uchafu. Achana na mambo haya. Ayuha almuslimun, katika mambo ya khairi na katika mambo ambayo ni hasa katika masiku haya, hizi amalu salihah tulizozitaja ni matendo mema kwa ujumla, lakini kuna matendo mema ambayo yameainishwa. Kwa mfano, saumu yaumi Arafa, kufunga siku ya Arafa. Ayuha almuslimun, siku ya Arafa ni siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi ambayo imetoa Imam Muslim katika sahihi yake, an Aisha radhiyallahu anha qalat, an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, amepokea Aisha radhiyallahu anha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ma min yawmin, hakuna siku ambayo akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafa, hakuna siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakithirisha kuwatoa watu katika moto, kuwatoa waja wake waumini ambao wana madhambi makubwa. Hakuna siku ambayo anakithirisha kuwatoa katika moto kuliko siku ya Arafa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa innahu la yadnu, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakaribia. Wa innahu la yadnu, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakaribia. Thumma yubahi bihimul malaika, kisha anajifakharisha. Allah subhanahu wa ta'ala anajifakharisha kwa watu wake ambao wako katika ibada, wako katika siku ya Arafa na katika ibada mbalimbali, hususan siku ya Arafa. Katika kisimamo cha Arafa anajifakharisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa malaika. Anasema, ma arada haula, hao wamekuja kutafuta nini? Hao wametoka katika maeneo yao. Huyu anatoka China, huyu anatoka Marekani, huyu anatoka Mongolia, huyu anatoka Amerika ya Kusini chini kabisa, anatoka Brazil, anatoka Argentina, anatoka Afrika, anatoka Zimbabwe, anatoka Tanzania, anatoka Somalia, anatoka Nigeria. Hawa wanataka nini? Hawa wamekusanyika hapa wanataka nini? Aljawabu mahdhufun taqdiruhu, jawabu limeondolewa kwa sababu linajulikana. Wanachokitafuta ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wanachokitafuta ni radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah awaridhie. Fikiria wewe Muislamu,
mtu anatoka mashariki mbali kabisa, Urusi mwisho kabisa huko, si bora sisi hapa kidogo ni karibu? Kutoka Saudi Arabia mpaka Indonesia takriban masaa hayapungui 8 au 10. Sisi hapa kama ndege inatoka inaenda moja kwa moja Saudi Arabia, basi ni masaa 4. Sasa fikiria kuna watu wanatoka maeneo masaa 12, masaa 15, wako juu ya ndege, wanatoa mamilioni ya pesa, wanaenda kukaa mahoteli makubwa, wanatoa gharama nyingi. Ma arada haula, hawa wanataka nini? Hawa wanataka nini? Wanachokitafuta ni radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenzako ametoa mamilioni, ameenda kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kufunga tu kuna kushinda kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kutoa sadaka 1000 2000 kuna kushinda. Ukampa maskini nje hapo, ukampa mgonjwa, ukamnunulia dawa, ukaenda hospitali ukakuta na matatizo gani, ukamnunulia, kama anadaiwa drip, anadaiwa madawa, anadaiwa vipimo, ukamlipia. Wewe huwezi. Watu wametoa mamilioni ya pesa, wewe unashindwa kufanya vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wako. Ma arada haula, hao wametoka huko. Kuna mtu anatoa milioni 100, kuna mtu anatoa milioni 50, kuna mtu asamista kitamtaka nyota 5 zaidi ya 5, nikae hoteli kubwa na nikae, yani nitatoa hela zangu zote zile, lakini niende haji, anatoa hela nyingi. Ma arada haula, hao wanataka nini? Wewe hao wanataka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe na mimi tuko hapa, tuna uwezo wa kwenda hospitali kumnunulia mtu Panado, kununulia mtu dawa za 10,000. Kuna ndugu zetu wana matatizo, kuna ndugu zetu wanadaiwa hospitali, hawana dawa. Wewe unashindwa siku moja tu, au katika hizo siku 10 ukajitolea? Wewe unashindwa nini? Wewe unashindwa kitu gani? Wenzako wametoa mamilioni, wewe unashindwa kitu gani? Wewe ma arada haula, wewe unashindwa nini kukaa masaa 5 unasoma Qur'ani msikitini, umekaa vijiweni na kupiga porojo? Unashindwa kitu gani? Unashindwa kitu gani wewe kuleta adhkar, kusema subhanallah alhamdulillah Allahu akbar? Uko dukani kwako unauza, wateja wakija unauza, wakiondoka unaleta adhkar. Wewe huwezi mpaka uangalie TV, upige kijiwe, ongee na huyu, upoteze muda. Wewe huwezi. Kwa nini sisi nafsi zetu zinakuwa nzito namna hii? Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturahisishie. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, siku ya Arafa itakuwa siku ya Alhamis insha Allah. Siku hii tunahitajika tufunge, kwa sababu mahujaji kama tulivyosema watakuwa katika viwanja vya Arafa, na siku hiyo ndio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakurubia kwa waja wake, kisha anajifakharisha kwa malaika. Mahujaji wao hawafungi, wanaokuwa katika maeneo ya Arafa wao hawafungi, lakini sisi ambao hatuko kwenye hija tunatakikana tufunge. Yani ni sunna ambayo imekokotezwa kufunga. Sunna hii ina kheri gani na ina miza gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea Imam Muslim katika sahihi yake anasema, siyamu yaumi Arafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kufunga siku ya Arafa, ahtasibu ala Allah, nataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala an yukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da. Nataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala awafutie madhambi yaliyopita ya mwaka uliopita na madhambi ya mwaka ujao wale ambao wataifunga siku hiyo, siku ya Arafa. Hii ndio natija yake, unafutiwa madhambi yaliyopita na madhambi yajayo. Al-Allama Ibn Baz rahimahullah anasema katika kuelezea madhambi hayo yanayofutwa, akasema bishart, yani bishart, inakusudiwa kwa sharti moja.
ijtinabul kaba'ir kama yuthbitu dhalika au kama thabata dhalika fi ahadith al-ukhra. Makusudio yake ya kufutiwa madhambi ni madhambi madogo. Mtu atakapojiepusha na madhambi makubwa, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayi'atikum. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayi'atikum. Wakiacha madhambi ambayo madhambi makubwa, kaba'ira, madhambi makubwa, basi wanafutiwa sayi'ati. Sayi'ati hapa ni madhambi madogo. Idhan sharti la kusamehewa madhambi hayo madogo ni kujiepusha na madhambi makubwa, kwa maana yanayosamehewa ni madhambi madogo madogo, sio madhambi makubwa. Madhambi makubwa lazima ulete toba maalum ambayo ina masharti matatu. Sharti la kwanza ni kuacha lile unalolifanya, la pili ni kujutia, la tatu ni kuazimia kuturudia. Hayo ndio masharti ya toba ya dhambi kubwa. Kwa kama unakula rushwa unaacha, kama unakula riba unaacha, kama mzinifu unaacha, halafu unajutia, halafu unaazimia kutorudia, hiyo toba ya dhambi kubwa ishatimia. Ama ukawa unaendelea na madhambi makubwa ukatarajiwa kusamehewa, halafu ukatarajiwa kuwa katika atqiya, hiyo unaidanganya nafsi yako. Ayuha almuslimun, jambo la msingi pia baada ya يوم Arafa, siku ya Arafa, kuna يوم النحر, siku ya Eid al-Adha ambayo itakuwa siku ya Ijumaa insha Allah. Siku hii Waislamu wamesuniwa kuchinja baada ya swala ya Eid. Waislamu wamesunishiwa kuchinja wanyama wafuatao: ngamia, ng'ombe, mbuzi pamoja na kondoo. Na hawa wana masharti maalum na miaka maalum ambayo tutabainisha katika durusi mbalimbali, muda hautoshi. Kwa hiyo ewe Muislamu, unaweza kuchinja mnyama, basi andaa pesa yako kwa ajili ya kuchinja mnyama katika wanyama tuliowataja hapa, kwa ajili ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ibada ya kuchinja inahitajika ichinjwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, sio kwa ajili ya majini au kwa ajili ya matambiko au kwa ajili ya masanamu, la, bali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hii ni ibada. Kwa Waislamu ambao wanaweza, ima mtu binafsi au akachanga na wenzake, wakachinja ng'ombe, wakachinja ngamia, hili ni jambo zuri sana, na hii ni katika ibada. Ayuha almuslimun, tuwahi kuswali swala ya Eid ili vile vile tuwahi kuchinja wanyama wetu kwa wale ambao watabahatika. Ni vizuri na ni jambo la sunna lililokotezwa kuchinja wanyama siku hiyo. Wenzetu pia watakuwa wanachinja, wale ambao wamefanya ibada ya tamattu watakuwa wanachinja kule, ambao ni sehemu katika ibada ya haji. Sisi tunachinja udhiya. Kwa hiyo tujilazimishe kushikamana na hizo ibadati, kwa sababu ndizo zinazojenga akhira yetu na ndizo zinazojenga uchamungu wetu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا الإخلاص والقول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص والقول الصالح والعمل الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.